Mvutano wa mashabiki pamoja na viongozi wa Simba Sport Club umezidi kuchukua nafasi kubwa sana na mtazamo tofauti kutokana na mashabiki kujigawa katika kuwa timu mbili, kwa maana kuna baadhi ya mashabiki ambao hawamtaki Mangungu, lakini baadhi ya mashabiki wengine wamekuwa hawamhitaji Mo. Kumekuwa na makundi kadhaa ambayo yameweza kugawanyika katika pande mbili tofauti. Sasa hatujajua kama upande wa Mangungu ana watu wake na Mo pia ana watu wake, lakini maswali yamekuwa ni mengi sana kwa mashabiki wa soka ama wapenda mpira, lakini mashabiki wa Simba wamekuja kustiki na kuongea yaliyomo moyoni. Imefikia hatua kwamba baadhi ya mashabiki ambao wameweza kuitisha press wamekuja kudai kwamba Mo anampa masaa 72 aweze kuondoka aweze kuiachia timu yao, hawamhitaji tena katika uwekezaji wake. Lakini tajiri naye ambaye ni Mo alikuja na fakti akidai kwamba anahitaji aweze kulipwa pesa zake ambazo ameweza kuwekeza hapo zaidi ya bilioni 8. Mo anadai kuwa amewekeza zaidi ya hiyo pesa ambazo ni bilioni 80 zinahitajika aweze kulipwa ili aweze kujiuzulu ama aweze kuondoka katika nafasi hiyo. Yeye alidai kwamba anahitaji aweze kupata pesa zake, lakini mashabiki wamekuja juu zaidi, na yote yameweza kutokea baada ya mchezo ambao ni wa Simba Sport na Esperance Tunis, baada ya Esperance Tunis kuchomoa goli zote mbili na kuweka mzani sawa, kwa maana matokeo ya mpira uliweza kuisha ndani ya dakika 90, matokeo yakiwa ni mbele, na Simba Sport aliweza kujivunia alama moja, ambao mpaka sasa hivi kwenye msimamo yupo nafasi ya mwisho akiwa na alama moja, na bado mbele yake ana kibarua kikubwa ambazo ameweza kubakisha mechi ya ugenini moja na ya nyumbani moja. Mashabiki wamekuja juu. Kuna tukio ambalo liliweza kupita baada ya siku mbili kadhaa kuhusiana na Mangungu, kwamba baadhi ya watu waliweza kumrushia maneno machafu, lakini wengine waliweza kufika mbali zaidi na kuweza kwenda kumpiga Mangungu, lakini Mangungu naye aliweza kujitetea na waliweza kupata ulinzi wa kutosha sana. Je, una mtazamo gani kuhusiana na, kama wewe ni shabiki wa Simba Sport ama mshabiki wa mpira, una maoni gani kwamba Mangungu aweze kuachia nafasi hii hapa au Mo aweze kuachia nafasi, kwamba ni nani ambaye anayekwamisha Simba Sport? Tunahitaji kujua kwamba ni nani anayekwamisha Simba Sport. Hawa ni mashabiki ambao wanahitaji kujua, kumradhi, mashabiki wanahitaji kujua kwamba Simba Sport ni nani anayekwamisha. Nadhani Mangungu alikuja kuongea, lakini muda so mrefu nitakuwekea video ambayo Mangungu alikuja kuongea kila kitu, aliweza kuweka bayana kuhusiana na vitu ambavyo vinavyokwamisha pale ndani ya Simba. Lakini nikuombe kitu kimoja, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa like, lakini usisahau kushare video hii hapa, turn notification, uwe mtu wa kwanza kupata kazi zetu pindi pale zinapokuwa zinatoka. Lakini usisahau tu kuachia comment yako kuhusiana na mtazamo katika kikosi cha Simba Sport Club ama timu ya Simba Sport Club, kwamba ni wapi nakosea, kwa maana lawama zimekuwa ni nyingi sana, mashabiki wameweza kujigawa. Lakini pia Simba Sport imekuja kutoa taarifa katika upande wao wa ukurasa wa Instagram, umekuja kutoa taarifa kwamba unalani ama umechukizwa na kitendo ambacho kimeweza kufanywa na baadhi ya watu kutumia nembo yao kwa ajili ya mambo yao, yani hawatambui hawa mashabiki ambao wameitisha press na kuja kudai kwamba wamempa Mo masaa 72 aweze kuiachia timu ama aweze kujing'oa katika nafasi aliyopo. Lakini pia Mangungu wengine nao wamekuja kudai kwamba aweze kung'oka, kwa maana aweze kuachia hiyo nafasi, Mangungu aweze kuiachia hiyo nafasi. Sasa bado baadhi ya mashabiki wengine wanajiuliza kwamba je, ni nani ambaye alotoa muda kusema kwamba masaa 72? Ni nani katika nchi hii? Ni nani katika Simba Sport Club? Wanahitaji kuweza kumjua ni kwa nini. Lakini pia kuna shabiki mwingine ambaye ni shabiki wa Simba kindaki ambaye ni Nchome. Nchome amekuwa ni mtu anayeongea fakti, baadhi ya mashabiki wanasema, lakini wengine wanadai kwamba huyu ni mwana Yanga kabisa kindaki. Amekuja kusema kwamba mchungaji na wenzie, ile press ambayo wameweza kuifanya wakidai kwamba Mo aweze kung'oka ama aweze kuachia nafasi aliyopo, ni taarifa za uongo, na ni watu ambao wanahitaji matumbo yao yaweze kukaa sawa, kwa maana wanapigania ugali wao. Amekuja kuongea maneno haya hapa Nchome akidai kwamba msiwasikilize hata kidogo, tupo katika maumivu ya
tumesikitishwa na vitu ambavyo vinavyoendelea ndani ya klabu yetu, lakini pia kuna watu wengine ambao wanakuja kuharibu kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa hivi. Tunaomba tuweze kupumzika kwa ajili ya kupata mambo mazuri ambayo yanakuja ndani ya Simba Sports. Sasa hapa kabisa ukitazama ama ukiangalia, kumekuwa na mgawanyiko wa mashabiki wamekuwa pande mbili tofauti ndani ya kikosi cha Simba Sport. Una maoni gani? Achia maoni yako hapo chini ya comment. Mimi nakuomba nikuache na video hii hapa ili tuweze kukutana katika next video. Nitakuwekea kwamba Mangungu aliweza kutoa taarifa gani na kitu gani ambacho kinachoendelea.